Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 16, somo linasema usihukumu. Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Mathayo 7 mstari wa 1 na wa 2. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tunaomba uongozi wa Roho mwema utuongoze. Ni haya machache kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Ninaelewa namna adui anavyofanya kazi, na ninatamani kusema kwa kila nafsi, msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Kuna wakati tunatakiwa kuwa na msimamo thabiti, lakini katika kumtukuza Bwana, hakikisha kuwa hushutumu wala kuwashtaki wengine. Ikiwa watu wetu watagawanyika katika makundi, jambo hili litasababisha nguvu zote za kuzimu kushangilia. Njia ya ushindani na utengano imeandaliwa. Wengi wapo katika hatari kubwa ya kuangukia kwenye ukafiri. Sasa, hebu kusudi lako liwe ni kuokoa roho hizi zilizo hatarini. Nina huzuni kuu ya moyoni kwamba hawaelewi mienendo yao. Kuna jambo moja unaloweza kufanya. Unaweza kuhakikisha kuwa wewe mwenyewe upo katika hali ya kufanya toba. Mioyo yenu inahitaji kuongolewa. Mwisho unakaribia. Muda ni mchache. Mlilie Mungu. Safisha njia kuu ya mfalme, na inua juu bendera iliyoandikwa amri za Mungu na imani ya Yesu. Unaposonga mbele hatua kwa hatua, paza sauti. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Musa alitangaza kuwa, angalieni, nimewafundisha amri na hukumu, vile kama Bwana alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo, ili kuimiliki. Zishikeni basi, mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaozisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Utasoma leta ya 30 ya mwaka 1906. Mwokozi kwa uwazi anasema, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa. Nani anaweza kusimama mbele za Mungu na kujitetea kuwa ana tabia isiyo na kosa na maisha yasiyo na mawaa? Na sasa unadiriki vipi kumkosoa na kumhukumu ndugu yako? Wale walio na tumaini la wokovu kupitia kwa matendo mema ya Kristo pekee, watakaotafuta msamaha kupitia kwa damu yake, wako chini ya wajibu mkuu wa kuonesha upendo, huruma na msamaha kwa wadhambi wenzao. Unapowahukumu wenzako, Bwana atakuhukumu pia. Hebu
Bwana aguse moyo wa kila mshiriki hadi pale neema yake ibadilishayo ionekane katika maisha na tabia. Kisha mnapokutana pamoja, isiyo kwa ajili ya kukosoana, bali kuzungumza habari za Yesu na upendo wake. Utasoma The Review and Herald la Novemba 30 mwaka 1886. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 16, somo lisemalo usihukumu. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kujifunza maandiko yako siku ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Anakuja.